لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على نبي الأمي الذي علم المتعلمين اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين الفقير الذي قاد السفينة عالم آخرة إلى شافع الله رب العالمين فإنه قد بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا وعن الإسلام ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا قومه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أحبتي في الله, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu, miongoni mwa neema za kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla fi Ula ni neema ya sisi waume kuumbiwa wake. Rehma na amani zimwendee mwanasaikolojia kubwa ulimwengu mzima wa wanawake, aliwatambua, aliwatathmini 100 chini ya 100, aliwafahamu vyema mwanasaikolojia mkubwa huyu kuliko wengine wote, ambaye ni Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku moja mmoja wa vidume aliambiwa tumshukuru Mungu kwa neema ya kutumbia wanawake, akakunja sura, kasirika kabisa. Kaambia mbona kasirika? Sema wanawake pasua kichwa. Kaambia sawa, wanawake pasua kichwa. Hebu jenga taswira wewe sasa hivi mjamzito, uko kliniki wasubiri sindano, ingekuwaje? Naomba kuulize wewe kidume hapa, wewe mjamzito uko kliniki wasubiri sindano, ingekuwaje? Jamani, majanga si majanga. Sisi tuyaweza? Sisi hatuyawezi. Kwa hiyo ina maana pana utofauti wa kimaumbile na wa kisaikolojia kati ya mwanamume na mwanamke. Ndio Imran alipokuwa mjamzito alikuwa na matarajio makubwa kuwa atapata mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ambaye kwamba atakuwa mstari wa mbele kuipigania, kuisambaza, kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'un 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران, بني المسلمة مكي وعمران, رب إني نظرت لك ما في بطني محررا fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Mola wangu, hakika yangu mimi nachukua nadhiri kilichoko ndani ya tumbo langu, nikijifungua salama salmini kwa afya njema, basi nitamlelea huyu mtoto kwa minajili ya kuitetea dini yako tukufu. Falamma wada'atha qalat, alipojifungua akasema inni wadha'tuha untha, hakika yangu mimi nimejifungua mtoto wa kike.
wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Walaysa dhakaru kaluntha, na halingani, hayuko sawa mume na mke. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitani rajim. Akampa jina la Maryam na akamlinda yeye na kizazi chake dhidi ya shetani aliyefukuzwa kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kamwombea dua, ka expect mtoto wa kiume, kapata mtoto wa kike, lakini hakuleta lawama. Kamwombea dua, ni kizazi, ni mtoto, ni riziki tokayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kinyume na wazazi wa sasa, mzazi kazaa mtoto anamchezea kayamba. Kisha baba mtu mzima anakata kiuno mithili ya nyigu, utafikiri kiuno hakina mfupa. Sasa unasherehekea nini? Na zumari penyeza dua kwa mtoto. Vibwengo siku hizi viko vingi vya kibinadamu na vya kidini, vinasumbua kama nini. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitani rajim. Ndio ulama baadhi wakapendekeza miongoni mwa dua adhim za kumwombea mtoto akishajifungua ni hii. Kama ni mtoto wa kiume, wa inni u'idhuhu bika. Kama ni mtoto wa kike, wa inni u'idhuha bika. Unamwombea kinga itokayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, sio kumchezea kayama na kumtingishia kiuno mithili ya nyigu, hapana. Kwa hiyo walaysa dhakaru kaluntha, mume na mke hawalingani. Ndio ulama ilmu nafsi wakasema hunaka tabi'atul khalqiyya lilmar'a, kuna tabia za kimaumbile za mwanamke ambayo mwanamume hana. Awe ni mwanamke msomi, awe ni mwanamke mfanyi biashara, awe mwanamke aliyoko ghaibuni, awe ni mwanamke aliyoko Afrika, awe ni mwanamke anayepatikana pembe yoyote ya kilimwengu, maadhani ni mwanamke, basi hizi tabia za kisaikolojia wanawake wote wako nazo. Na tabia hizi ndio Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kazitambua mno. Ndipo sababu safari ameenda safari, wanawake wake wanakuwa wapweke, wake zake wanakuwa wapweke. Akienda safari, akirudi kutoka safari, wanapiga kura, kila mmoja anahamu mtume ende kwake. Sio mafulani akitoka, mke wangu mimi naenda, haya tembea mbele yangu, hamna shida, wewe nenda tu. Umesafiri, hata ujumbe please call me akutumia. Matatizo hayo, matatizo. Kisha kuta baadhi ya vijana mabwege, wife wangu hana maneno, mimi niko safari sasa hivi mwezi huu, haja nitumia hata ujumbe. Wewe unawazimu wewe? Hana maneno, ana meno basi kama ana maneno. Utamu mapenzi ni mke wako kuonea wivu kabisa, na anahamu na wewe ukiwa mbali. Hii ni mizani kuwa mke wako anakuthamini, anakupenda. Lakini mke wako hata please call me akutumie, ile reverse call pia hapigi. Hapo weka wala kida. Kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, siku moja alikuwa Aisha amekaa na wanawake wenzake. Sasa yuko mwanamke mmoja akawa ni tofauti na wanawake wenzake kwenye kutangamana, si mcheshi, ana raha, amepwea, kambea, ana majonzi fulani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatizama. Baada ya kikao akamwita Aisha, akamwambia Aisha, hebu muulize yule ni mke wa nani? Akamwambia ni mke wa Uthman ibn Ma'in. Kamnenda kamuulize ana shida gani?
Hebu tizameni Waislamu, wamekaa wanawake kikundi, katizama tu akajua huyu mwanamke mmoja huyu lazima awe ana issue, lazima awe ana mwana saikolojia, lazima awe ana issue. Nenda kauliza ana shida gani. Kaenda kuuliza, akamwambia mume wangu yeye anaswali usiku mzima, anafunga mchana, hana time na mimi. Mbia nini? Basi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipompata Uthman akamuuliza maswali ya hekima, Uthman, wewe unamfuata nani katika manhaji yako ya kidini? Akamwambia, wewe Rasulullah, nakufuata wewe. Basi mimi naswali usiku, nafunga na pia natangamana na wake zangu, yote mimi haya nayafanya. Uthman kakliki, huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, huenda ashapata habari kwa namna zake kuwa mimi sina time na mke wangu. Basi baada ya masiku kadha hivi, kikundi kile cha wanawake, Aisha amekaa nao, akamwona mkewe wa Uthman ibn Mahdi naye anacheka, anatabasamu, ni mchangamfu. Akajua naam, amepata kile ambacho kwamba alikuwa akikosa. Hivi wewe unakijua mke wako kila mtu kwamba anakosa? Unaweza kukitathmini kisaikolojia, ukimtizama kwa kuna kitu fulani anakosa, unajua hilo? Ama ukiingia nyumbani kapika kuchelewa saa 8, sasa hivi unamshikia kiuno, wewe sikiliza wewe, mambo hayo mimi siataki, mimi ndakuna kibandani, lakini hii mpaka utailipa. Hapana, hujui kama gesi ilikata, makaa yaliisha, akakimbia kwenda kununua mengine, wewe unamshikia kiuno na kumpatia warning nyingi. Kwa hiyo hawa wanawake wana tabia za kimaumbile. Tabia ya kwanza ya mwanamke ya kimaumbile, wanasema tuhibu tazayyun. Wanawake wanapenda upambe. wanawake wanapenda upambe, ni maumbile ya kila mwanamke. Wanawake wanapenda upambe. Naona harusi nyingi unapata wengi wanawake kuliko kwenye harusi. Wanawake hamna shughuli ndogo, wanawake kwenye harusi hakuna shughuli ndogo, wanawake kwenye Idi hakuna shughuli ndogo. Tembea markiti sasa, kaangalia wanafanya shopping, window shopping. Hawajanunua kamwe, hapana, wanafanya window shopping. Tembea, ikafi imeleta tabu kwa baadhi ya wanawake. Wanatembea mpaka saa 6 usiku, saa 7 huko, wanachagua wenyewe wanasema, lakini hawanunui. Hii fashion ya wiki hii imeingia, mimi nasubiri fashion ya baada ya siku 3 Idi. Nguo 24,000. Utajua askari huru pia nayo ni askari. Mwanamke anapenda upambe, lakini sio wanawake wengi wa sasa. Sasa kuna baadhi ya vidume vijibakhili sana, anamshindisha mkewe na kidera wiki nzima, dera hiyo ya kufulia, dera hiyo ya kuoshea vyombo, dera hiyo ya kupikia. Mke wangu, una imani ya kisahaba wewe? Acha ubakhili. Imani ya kisahaba namna gani? liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi faman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Kijidume hakija khalifishwa kwenye kutoa, atoe kulingana na wasaa wake, lakini tuweni watu wa budget. Wanaume wengi hasa vijana wengi wa sasa sio watu wa budget, huwa hawana kupangilia yale masurufu yao kwa wake zao. Vijana wengi wanakwama. Mkeo atakuomba sasa, baada ya masaa mawili atakuomba tena, jioni atakuomba tena, alfajiri atakuomba tena. Hivi ndivyo walivyo. Sasa ikiwa utawapangia budget nzuri, utaona mzigo tu. Ndio pale unasema simu anakupigia na kupata mteja tu, ashanikoroga huyu baba.
Ashanikoroga hidi bado siku 3 tu ashanikoroga. Tembo 20 ngo yake kanikoroga. Na mmoja wa sahibu na wajua yeye ana mahesabu sana. Ana rafiki yake Tanzania. Anambia tumanishie fashion moja bala. Najua pesa Kenya na pesa Tanzania kidogo ina usahani. Basi kiletewa kitu cha maana nampa mkewe kabla Ramadhani. Kabla Ramadhani. Hata kibaya. Kwa hiyo wanawake wanapenda mapambo. Ni jukumu la mwanamume kadri ya uwezo wake kuona kwamba anamvisha mkewe vizuri. Na ukimvisha mkeo vizuri, naye unapata furaha ya moyo. Hoja kuna baadhi ya tiba za moyo zingine zinatokamana na macho. Kuliko uangalie mzigo nje uliotundikana usio na maana, unampamba mkeo, unakaa tu kwenye sofa mwenyewe unamkodoza. Hata usiwe na wasiwasi. Unapata thawabu zako kumvisha vizuri, umemvisha thawabu ya kutizama, sio mchana wa Ramadhani. Tungeni. Sije mkaleta ajali usiku wa Ramadhani na vile vile unatizama, basi maisha yanakuwa ya tuhibu tazayyun. Sifa nyingine ya mwanamke kisaikolojia wanasema ulama al-jinsi wanasema al-mar'u yatakallam fil yawmi akthar min 3000 kalimat. Mwanamume anaweza kuzungumza kwa siku moja maneno 3000. Walmar'a mwanamke tatakallamu yazungumza fil yawmi akthar min 7000 kalimat. Zaidi ya maneno 7000 kwa siku moja mwanamke anaweza kuzungumza. Mama usipatie habari mimi. Jua kali siku hizi. Mama basi nakwambia leo sitokupikia tu ila jana. Leo nitakupikia kitobosha. Mume wangu usikwambie, naambie. Fulani amsema. Mume wangu usikwambie, naambie. Huyo usimsikie mkeo kiume. Uko MP3 mume wangu unafoka tu MP3 wewe. Hauna pause, hauna stop jamani, hapana. Akiongea sentensi 7, wewe ongea sentensi 2. Tusipate time. Hivyo ndivyo walivyo. Ikiwa utamruhusu kwenye muamala wa kuzungumza naye, basi atakwenda kusengenya nje. Maana yale maneno mpaka yatoe. Atakwenda kusengenya kuliko aende akasengenya nje. Unamkabili mkeo kimazungumzo. Sifa ya 3 ya mke kisaikolojia, tuhibu tajassus, wanapenda kuchunguza. Wanapenda kuchunguza. Haya ni maumbile ya mwanamke. Wanapenda kuchunguza. Siku moja ilikuwa ni siku ya Zainab. Nyumba za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam za wakeze, nafikiri ni estate, ilikuwa zimepangana hivi. Sasa nizamu ya Zainab, tumeko ndani ya nyumba ya Zainab, nizamu yake anamtekelezea wajibu wake. Ukaraa fulani ukamfika Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikamlazimu atoke nje ya nyumba ya Zainab. Na Zainab alikuwa amelala. Zainab kushtukia hivi haoni mtu kwenye ubavu wake, hamuoni mumewe ubavuni mwake. Basi kaufunga mlango kwa ndani. Mtume kauacha wazi mlango. Amerudi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausukume mlango, naona mlango haufunguki. Akabisha. Zainab akamwambia, leo ni siku yangu, unakwenda kwa wakeze wengine. Naona wivu. Jamani, wivu mnaona muone. Leo ni siku yangu, unakwenda kwa wakeze wengine. Kwa taarifa yako sikufungulii. Wewe ungefanyaje? Na mlango wa mbao. Sikumfuta ichi yako. Siku pili yake seremala atakuja piga na ugonga ile bana misumari atawainisha mlango. Si ndivyo tulivyo? Lakini Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam katumia maneno matano. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kapenyeza maneno matamu. Zainab akarainika, kafungua mlango mwenyewe bila kukushana. Kwa hiyo wanawake wanawivu, wanawake vile wanapenda kuchunguza. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kachunguzwa na Aisha. Kaamka usiku wa manane, ameenda Baqi. Aisha kamfuata kwa nyuma, kamwona kaenda maziarani, anaangalia kuna nini. Akaona ishara za kuteremka kwa wahi, kumbe ni wahi kweli unamteremkia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo karudi mbio nyumbani ili mumewe asije akampata kuwa hayuko. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia nyumbani na katoka bila taarifa, kuingia kaenda kitandani naye kalala, kamsikia bibi anahema si mchezo. Kajua zile athari za kutembea nyuma yangu ilikuwa mimi hapo mpiga kibao wewe vipi wewe. Video siku hizi vikishikiwa simu zao tu, simu yangu please, simu yangu tulia kidume, simu yangu please, mke simu yangu sweet, simu yangu please, ambia tulia kidogo, simu yangu mbona baiko, simu ina nini, acha mkeo angalie simu. Kwa bahati mbaya password ndizo hizo, tafikiri ncheni iliyofungiwa mkoteni, password balasha na majina ya ajabu ajabu, fundi gereji. Ndio siku moja ujumbe uliingia wa fundi gereji, mwanamume mmoja alikuwa yuaoga. Sasa ujumbe ulipoingia, mkewe akautizama akauona. Kuna habari sensitive sana. Kama mume wangu na fundi gereji asema pi zake hazioni. Fundi gereji asema pi zake hazioni. Kidume kasha kidogo. Nini? Hebu rudia. Ambapo fundi gereji asema kwenye ujumbe, asemaje? Pi zake hazioni. Kaambia mwambie asiangalie nyuma ya buti. Kamjibu akamwambia usiangalie nyuma ya buti. Unaona balaa hizi. Kwa hiyo ili kumtoa mkeo shaka kwa simu, na ukipenda nifanye ni khairi kwako, usimfiche mkeo kwa simu, utamtia dukuduku jingi sana. Ni vizuri nyote mwe mkiachiana simu kwa wasaa, kila mmoja awe free na simu ya mwenzake, mnajenga uaminifu. Lakini ukianza kubana tu, dhana mbaya inamuingia kwa huyu tayari ashawasili huyu, ama na mke mwingine kuliko mimi. Kwa hiyo hawa wanawake wanapenda kuchunguza. Mkeo akikuchunguza mstahamili, nia yake njema, ana azma kutunza ndoa yake, hana nyingine. Maana sifa nyingine ya mwanamke huwa anapenda kupendwa peke yake. Mwanamke anapenda kupendwa peke yake. Haya ni maumbile. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum an la ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dhalika adna an la ta'ulu. Ni aya kabisa iliyo sarihi, iliyo sharifa. Mume aoe zaidi ya mke mmoja, lakini maumbile yao mke huwa anapenda kupendwa peke yake. Haya ni maumbile yao. Ndio ile ilimfanya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuteremshiwa ayat zile za mwanzo za surati Tahrim. Ya ayuha nabii lima tuharrimu ma halalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Ewe mtume, iweje unaharamisha kile alichokuhalalishia Mola wako kwa minajili ya kutafuta radhi za
za wakezo, na Mwenyezi Mungu ni msamehevu na ni mwingi wa Qur'an. Kwambia bana, sema mimi ni chizi, la sivyo tukukate kate. Sasa ukiwa kishiba bana si chizi, bali adabu, unaweza poteza roho yake, tukufanya na mamucha. Sasa inabidi kubali tu, mimi ni tabu andia mbele yangu akanipigia magoti sana, samehe bana, yona haya tu kuja kwako, ankupa zawadi ya kikoi. Wewe na mimi hawa wakutana watasalimiana, watasalimiana la khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Hakuna khairi miongoni mwa watu zaidi anayeamrisha sadaqa, anayeamrisha mema, ama anayepatanisha watu waliokosana. Sehemu ya tatu ya kuzungumza uongo, lakini ulio na nia njema. Kama una mke zaidi ya mmoja, mlaki atakuuliza, mume wangu, kati ya mimi na yule nani wampenda zaidi? Kumwambia yule usharibu mambo. Sasa mimi nakupenda hata kumliko yeye. Paki wanaenda tu kwa sababu ni sunna, lakini ikiwa pako nasikia raha ni mwangu. Kama ingekuwa na uwezo zake ilikuwa siku 5, zake siku 2 tu, ila naogopa sijasipati yama nikafundia babu mmoja umeuza hilo tu mke wangu. Lakini wewe zaidi ya lulu kwangu, kumbe wewe ndio wampenda zaidi kuliko nani? Unasema uongo ili kutengeneza ndoa yako. Sheria vile vile inamruhusu mtu sampuli. Kwa hiyo sifa nyingine ya kisaikolojia ya wanawake wanasema ni jinsia ambayo kwamba iko makini sana kusikiliza. Ni jinsia ambayo kwamba iko very keen in listening, kusikiliza, wako makini sana wanawake. Waweza mwambia jambo leo akalieka miaka 5 ya mbele na akakukumbusha. Sisi usema tu basi tushasahau, tushabwaga, tumeenda. Lakini wao wanaweka. Ndio pale baada ya vidume upata pressure, anaongeza, mke wake anakataa. Sababu alipokuwa akimchumbia alimwaahidi, mimi sioi mke mwingine yeyote, nitabakia na wewe tu kufa kuzikana. Sasa anashangaa unaongeza, umekhalifu ahadi ya miaka 11 iliyopita. Anawasha moto. Kama moto huwezi, basi ndio hayo sasa, inakuwa umechemsha kwa lugha ya kimtaani. Kwa nini? Kwa sababu ni makini sana kusikiliza. Ndio waume wanafaa wachunge sana matamshi yao wanapozungumza na wake zao. Kama ahadi uiwezi kuwa mkweli ya akhi, usipiane hadi kabla Ramadhani utavaa nguo 10,000, kabla Ramadhani kiatu cha shilingi 5,000, kabla Ramadhani dera shilingi 3,000, kabla Ramadhani simu iPhone, kabla Ramadhani mimi mume wako. Ondoka kishauri zida amezihifadhi zote, hata aziandiki pale. Akukumbusha kabla Ramadhani nguo ya shilingi 10,000, kabla Ramadhani kiatu 3,000, kabla Ramadhani dera 3,000. Akukumbusha. Fanya mchezo wewe. Kama jambo uliwezi, mwambie tuombe Mungu, mke wangu niombee dua zako wakati wa kusujudu. Allah kufanya ipesi utapata tu. Kwani nani mwingine zaidi yako mwenye kuvaa? Mimi wewe ukivaa wewe basi nasikia raha. Bora mimi sivai, uvae wewe tu mke wangu, basi nipatie amani, furaha moyoni mwangu. Afadhali hilo. Ni makini sana kusikiliza. Sifa nyingine ya mwanamke kimaumbile, mwanamke anapenda kubembelezwa. Anapenda kubembelezwa. Ndio wanasaikolojia wa jinsia wanasema mume kumpenda mke ni maumbile, lakini mke kumpenda mume kwanza huwa ni ziada. Maana mapenzi ya mke kwa mume ni toa, kule kumtii mume ndio mapenzi. Lakini mapenzi ya mume kwa mke ni maneno, ni vitendo.
Haya ndio mapenzi ya mume kwa mke. Kwa hiyo mke huwa anapenda ulaini, ni jinsia inayopenda ulaini. Huwa haiwezi dhurubu. Sababu kuna baadhi ya waume wao wanaamini fika badani haya bana. Akikuchezea wewe mpige. Piga. Haya bana. Shababu tusemea fadhribuhunna, ipo hiyo aya. Kweli aya ipo. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadhribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyan kabira. Ni aya kwa mkeo akileta unashis unampatia mauidha asipoyasikia unamgura, kumgura asiposikia unampiga. Lakini ulama tafasiri wanasema adh-dharbu ghaira mubarrahin, ni pigo lisilokuwa na majeraha, lisilofurisha mwili au kuvunja mfupa. Ndiyo wenye hekima wakasema mke upigwa kwa leso. Sasa wewe mawaidha mkeo hujampatia, kumgura mkeo hujamgura, unamfanya panchimbagi ya akhaba, unamtia masumbwi mkeo bana, unamkata mdomo. Ndio kuna mmoja kisa chake maarufu Sheikh kusimulia kwa bwana Simba. Kiingia nyumbani anakuambia TV inazimwa, kila mmoja anakimbia chumbani. Anasema hii ndio heshima sasa Sheikh. Kile ilikuwa kimuumiza sana. Unajua kuna baadhi ya wanawake walikuwa kaa naye mdelee watoto. Sasa utafanyaje baada ya ndio walivyo hivyo? Atakutoa nyonga, lelea watoto tu wewe. Sasa ilikuwa akimpiga mkesho. Sadongo anapiga. Kisha hajui kupiga bana. Punching bag ya mtama, mbichwa changanya. Sasa siku hiyo Simba akawa mgonjwa, akaenda hospitali akapatoa mkojo tukupime. Masaa nzuri anataka bwana Simba njoo saa 8. Basi kaenda nyumbani, Simba ni mgonjwa, nyumbani taarifa hajatoa. Simba ugui. Akasema ni mgonjwa, mkila atamuonaje? Kachukua haja yake ndogo chini ya kitanda, katoka kaenda sebuleni kuchukua nini. Mke akumbuka kitanda ni kichafu kile, anguda kutakuta fajia bahati mbaya mwae. Alipomsaivi ni haja ndogo, nitakufa mimi. Sasa afanyaje? Kabidi atie yake sasa afanyaje? Kuliko masubi bora atie haja ndogo yake. Tutafuta pale akatia haja ndogo yake atayeni. Simba akaja akachukua haja ndogo akaenda hospitali kupima. Matokeo vimbimbi ya daktari ampima, akamwita mwenzake, hebu angalia wewe, akapima, kapiga simu daktari mkubwa kutoka nje yake, kapima, masaa 4 wananong'onozeana, tumwambie tusimwambie. Simba kuja mambo gani haya? Mwaniacha nini? Nipeni majibu yangu bwana. Hospitali gani? Kabidi Simba apatie majibu. Anambia your results are incredible. Hapo nipeni lugha ya Kiswahili, mimi kizungu kaina chojii. Akambia since world history it hasn't happened. Anambia yes you are pregnant. Wewe ni mjamzito. Simba. Mambo Simba mjamzito ya. Sasa ndio hiyo. Sasa karudi nyumbani mnyonge mpaka aliyenyeshewa. Simba siku ya kwanza hali hazungumzi halali. Siku ya pili hali hazungumzi halali. Siku ya tatu hali hazungumzi halali. Hao wanawake wana huruma sana. Tukana, tuwapiga, tuwanyima chakula, tutafanya nini? Lakini huruma yao iko pale pale. Kia akamwendea mume kwa uoga, mume wangu, mimi bora uwe vile mwanzo. Strong wanipiga. Hiyo kwangu mimi ananilia. Lakini hali hii mume wangu utakufa, una shida gani? Simba. Akaja huko pande mwingine.
Mke anaanza kilio. Na mwanamke kulia kwa mara moja huwa wachelea. Na kulia huwa hawahitaji kufiwa. Mwanamke akiamua kulia analia tu. Hawahitaji kufiwa. Sasa mke anaondoka, mume Simba anaondosha kilio. Tayari anahakikisha kilio juu yake. Sasa hii kero gani? Mke wangu basi kwa taarifa, nimeenda hospitali ndio bibi ni mjamzito. Simba kaona mke akaona hii mambo gani? Akaondoka. Afika jikoni akakumbuka ni ule ujauzito wangu. Simba ananiambia nisizae tena. Hataki izae tena. Sasa mimi nikafanya siri. Sasa akamwendea. Unita. Naomba kwa bibi. Kitu gani? Lakini usinipige. Naomba usinipige. Sasa nitakupiga hapa ndipo dai kupigaje mke wangu kwa hiyo hadi na hili kwa utonipige. Naambia sana. Mwambia, mimi ndio mjamzito. Kivipi? Kama ile siku ulipokuja, kile kitabu cha kupima, utekaa basi ndio Simba kaka. Basi mbaya nikimwaga sasa mkatia changu. Asante mke wangu, akakumbatia. Basi kuanzia hiyo siku Simba akanyooka. Waashiruhunna bil ma'rufi, kaingia. Kile anapeleka shopping. Anamwomba msamaha akimkosea. Wafanya mchezo wewe. Kwa hiyo ahbabi alkiram, wake zetu mtakuwa sawa. Ni wao unafunga mwezi mzima wa Ramadhani. Kuna baadhi ya masiku mpaka alipe. Mtakuwa sawa kweli? Maumbile yao hayaruhusu kuwa sawa na mume. Kwa hiyo unapomfahamu mwanamke vile alivyo, maumbile yake, tabia yake, mwenendo yake, basi panakuwa ni wepesi mkubwa sana wewe kuishi vizuri na mke wako nyumbani. Allah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.